Na mtazamaji wangu, leo hii ikiwa ni tarehe 3 mwezi wa 11 mwaka 2025, historia imeweza kuandikwa katika Jamhuri ya Tanzania. Rais Mama Samia Suluhu Hassan ameweza kuapishwa rasmi kama rais ambaye aliweza kuteuliwa na wananchi wa Tanzania. Mbaya kabisa, kumekuwa na gumzo nzito kuhusiana na jinsi ambavyo ameweza kuapishwa, kwani ameweza kuapishwa katika ulinzi mkali wa kijeshi, huko maswali yakiibuka kama kweli aliweza kuchaguliwa na takriban milioni 30 ya Watanzania. Mbona hakuna hata yoyote yule ambaye ameweza kuhudhuria hafla hiyo? Ila mtazamaji wangu, kabla niweze kukufahamisha zaidi, kwanza kabisa itakuwa vyema iwapo utaweza kuchukua sekunde yako moja kwa wewe hapo kubonyeza maneno yaliyoandikwa subscribe chini ya video hii. Pia ni vyema iwapo utaweza kulike na kushare video zetu ili YouTube moja kwa moja iweze kusuggest video hii kwa wale wote wanaozidi kufuatilia siasa za Jamhuri ya Tanzania. Naam, mtazamaji wangu, leo hii kwa kuapishwa kwa Rais Mama Samia Suluhu Hassan aweze kuongoza Jamhuri ya Tanzania kama rais wa 7, pia kuongoza serikali ya awamu ya 7, kuna mambo mazito ambayo Rais Mama Samia Suluhu Hassan ameweza kuyazungumza, ambapo Watanzania hawajaweza kukubaliana nayo. Kwani leo hii Rais Mama Samia Suluhu Hassan ameweza kuzungumzia kuhusiana na tukio la maandamano yaliyokuwa yakiongozwa ama kushuhudiwa katika Jamhuri ya Tanzania. Aliweza kudai kwamba wote waliokuwa wakihusika katika maandamano yaliyoweza kuanza tarehe 29 mwezi wa 10 mwaka 2025, hakuna hata Mtanzania yoyote yule. Je, ni kwa nini ambapo Rais Mama Samia Suluhu Hassan aweze kuzungumza kauli kama hiyo? Kwanza kabisa, kama sio wa Tanzania, basi waliweza kupita kwa mipaka ipi kuingia katika Jamhuri ya Tanzania? Ili hali sote tunafahamu ya kwamba kuliweza kuwa na ulinzi mkuu kutokana na hafla ya kikatiba iliyokuwa imeweza kuratibiwa wa Tanzania kushiriki zoezi la kupiga kura. Ila kuna sababu ambazo zimeweza kuchangia Rais Mama Samia Suluhu Hassan kuzungumza kauli kama hiyo ya kwamba wote waliokuwa wakiandamana sio wa Tanzania. Moja ni kulinda heshima ya taifa kimataifa. Mtazamaji wangu, hivi sasa ni gumzo nzito katika mataifa ya kigeni, sio East Africa pekee, bali dunia nzima inazidi kushangazwa na matukio ya kusikitisha yaliyoweza kushuhudiwa katika maandamano ya vijana Gen Z waliokuwa wakililia uchaguzi wa huru na haki kufanyika katika Jamhuri ya Tanzania. Mbaya kabisa, maandamano hayo yakaweza kuendelea kwa ajili ya kupinga matokeo ya urais, jambo ambalo halijaweza kuleta ushindi kwa vijana hawa Gen Z. Mbaya kabisa, wengi wameweza kuaga dunia. Vile vile, hoja ya pili inayozidi kuchangia Rais Mama Samia Suluhu Hassan kuzungumza jambo kama hilo ni kuepuka lawama za ndani. Mtazamaji wangu, hivi sasa kuna habari ambazo zinazidi kusambazwa katika mitandao ya kijamii ikidaiwa ya kwamba hivi sasa Watanzania wanazidi kupata ujumbe wakizidi kuombwa na maafisa wa polisi kutosambaza chochote kile ambacho kitaweza kuhusiana na matukio yaliyotokea kuanzia tarehe 29 siku ya uchaguzi, ambapo vijana Gen Z waliweza kung'oa nanga maandamano yao ya kupinga uongozi wa serikali ya awamu ya 6. Kuanzia wakati huo hadi leo hii, jambo ambalo linazidi kuacha maswali, huku wanaozidi kutakiwa kujibu ni viongozi hao serikali ya awamu ya 7 walioweza kuteuliwa afisini kwa mara nyingine. Vile vile, mtazamaji wangu, kuna kudhibitisha usalama wa ndani upo imara, ndipo ambapo Watanzania hivi sasa wanadai ya kwamba sio kweli na hakukuwa na haja ya kudhibitisha usalama upo imara, bali ni utumiaji wa nguvu kupita kiasi kwa wale waliokuwa wakiandamana kwa ajili ya kupinga viongozi wakuu wa chama cha CCM na viongozi wakuu wa serikali ya awamu ya 6 kutorejea mamlakani kwa mara nyingine kupitia uchaguzi ulioratibiwa kikatiba kufanyika tarehe 29 mwezi wa 10 mwaka 2025. Kwani Watanzania wengi wanazidi kuamini kwamba hakukuwa na
kustahili kufanyika uchaguzi wote ule, haukuwa huru na haki kabisa, kutokana na mpinzani mkuu wake Rais Mama Samia Suluhu Hassan alikuwa ameweza kushikililiwa gerezani, si mwingine bali ni Mheshimiwa Tundu Lissu pamoja na ICT ama kiongozi mwingine pia ambaye alikuwa na nia ya kugombea kiti cha urais kuzuiwa huko gerezani, hatua ambayo inazidi kuonyesha jinsi gani ambavyo vijana Gen Z walikuwa na sababu za kuandamana. Mtazamaji wangu, pia moja ya sababu ambayo imeweza kumsababisha Rais Mama Samia Suluhu Hassan kudai kwamba waliokuwa wakiandamana sio watu kutoka katika Jamhuri ya Tanzania ni kwa ajili ya kuhalalisha hatua ya hali za usalama katika Jamhuri ya Tanzania. Kwani mtazamaji wangu, hivi sasa inadaiwa kwamba baada ya mitandao ya kijamii kukatwa, pia umeme, na mbaya kabisa, baadhi ya Watanzania ambao hawakuweza kuwekeza chakula manyumbani mwao, baadhi yao katika siku hizi 6 wameweza kupitia kipindi kigumu kukosa hata mlo, jambo ambalo halikuweza kutarajiwa kabisa kushuhudiwa katika Jamhuri ya Tanzania. Pia Rais Mama Samia Suluhu Hassan hivi sasa anajaribu kupunguza mvutano kati ya serikali ya awamu ya 7 pamoja na wananchi, kwani wananchi hawajaweza kufurahishwa na kile kilichoweza kutokea kwa vijana Gen Z. Hivi sasa katika mitandao ya kijamii yote ile, wengi wanazidi kukosoa tukio lililoweza kufanywa kwa vijana Gen Z, ijapokuwa imeweza kudaiwa kwamba hawakuwa wa Tanzania. Vile vile mtazamaji wangu, kuna siasa za kidiplomasia. Rais Mama Samia Suluhu Hassan asingependa yote aliyokuwa yakijiri ama kutokea katika Jamhuri ya Tanzania yaweze kushuhudiwa katika mataifa ya kigeni, ili aweze kutengwa na mashirika ya East Africa na baadhi ya mashirika ya Afrika kwa ujumla. Vile vile mtazamaji wangu, kuna hoja nyingine, kuepuka kutamba kwa upinzani wa ndani. Hivi sasa mtazamaji wangu, ni kweli Rais Mama Samia Suluhu Hassan ameweza kuteuliwa kuwa mshindi, ndio, na ameweza kuapishwa kupewa madaraka, ila itaweza kufika kipindi na wakati ambapo ataweza kupata upinzani. Hivi sasa huenda vijana Gen Z wakaweza kujiondoa kwa kupinga uongozi huu wa serikali ya awamu ya 7 utakaokuwa kiongozwa naye Mheshimiwa Rais Mama Samia Suluhu Hassan. Ila ikumbukwe kuna viongozi kama Mheshimiwa Tundu Lissu ambaye yupo na kesi nzito iliyokuwa ikimkabidhi kipindi na wakati viongozi wakuu wa serikali awamu 6 waliweza kudai Mheshimiwa Tundu Lissu alikuwa na njama ya uhaini, jambo ambalo Mheshimiwa Tundu Lissu alikataa, kusababisha kushikililiwa gerezani hadi leo hii. Kesi yake kitarajiwa kurejea rasmi tarehe 6 mwezi huu wa 11. Vile vile mtazamaji wangu, kuna kuhamasisha uzalendo wa kitaifa, ndipo ambapo imeweza kumsababisha Mheshimiwa Rais Mama Samia Suluhu Hassan kudai kwamba yote yaliyokuwa yakitokea hayakutokea kwa vijana Gen Z wa Jamhuri ya Tanzania. Pia mtazamaji wangu, kuna kupoteza mwelekeo wa mjadala nyeti, kwani sote tunafahamu kwamba iwapo Rais Mama Samia Suluhu Hassan asingeweza kuzungumza na kudai kwamba yote yaliyoweza kutokea hayajaweza kutokea kwa vijana Gen Z wa Tanzania, Watanzania wengi wangezidi kumkosoa siku baada ya siku. Ila hivi sasa amejaribu kutuliza vuguvugu hilo kwa muda, kipindi na wakati ambapo ataweza kujaribu kurejesha amani na imani kwa Watanzania ya kwamba ataweza kuongoza na hata kufanikisha baadhi ya mambo aliyoweza kuahidi. Sasa mtazamaji wangu, leo hii ikiwa mitandao ya kijamii ama internet imeweza kurejeshwa rasmi, mtazamaji wangu, ni vyema kwa hapo kutochia maoni yako katika uwanja wa comment section kuhusiana na wakati uliokuwa mgumu kwa baadhi wa Tanzania kuanzia tarehe 29 mwezi wa 10 mwaka 2025 hadi leo hii tarehe 3 mwezi wa 11 mwaka 2025. Na je, maoni yako ni yapi kuhusiana na kuapishwa kwake Rais Mama Samia Suluhu Hassan, kuhusishwa ama kudaiwa kuwa kiongozi aliyeteuliwa na wananchi wa Tanzania?
kwa kupigiwa kura takriban milioni 38. Tuachie maoni yako katika uwanja wa comment section. Usisahau kusubscribe, like, comment na kushare video zetu. Bye bye until the next video.